house. It was crushed and thrown outside the house. Kwa hiyo nyumba tena hakuna meza. Meza ilifukuzwa. Meza ilitoroshwa. So anybody who tries to mess with Nina, he or she, this time around lazima kitamramba. Tulianza na Sonia. Huyo ni Trisha. Now guys, tuachane na drama ya jana. I'm still happy about yesterday's episode. Now let's get to episode 78 of Zari Prediction. Now, see, you remember Frida alipelekwa kwa another family wa muadopt, and Mark na Lola wakatafuta address ya hiyo nyumba, wakaenda wakaona mali anakaa. And you know that Lola doesn't give up that easily. She's that aggressive. Lazima apate chenye anataka no matter what. So in the previous episode, si alikuwa ametumania Frida simu na akamwambia baby girl, it doesn't matter whether that family is good or not. You have to make them pay. You have to make them hate you. Lazima uwavuruge, ufanye vituko kwa hiyo nyumba. So I think Lola is giving Frida instruction via the phone. Si akambia Frida haende apike pale kitchen. And the family is like, unajua ni mtoto mgeni ameadoptiwa. So they are like, let's give her time, let's not disrupt her. Kama ni kitu anataka kutengeneza, hata atengeneza. Na wako sitting room tu wana watch. Instead of being there while she's cooking, wako hapo tu wana watch movie. They are less concerned. Frida akaenda kitchen, akafanya vituko zake, akaacha chakula ikaungua. Wakati wanakuja kumuuliza, the man of the house is telling Frida, you are very responsible. Frida anamwambia same to you. Like she's very rude. Watu wanashindwa. So wanashindwa aka katoto tukafanyie nini? Did we do a mistake adopting this kid? Ama what's not happening? Wife anamwambia be patient, be patient. Inafika time ya kukula. Frida anaambiwa wana order food kutoka nje, and she talks so bad to those new parents. Anawaongelesha vibaya, anawaambia sijui mtaanza kunuka garlic na maharagwe, then mtaanza kutoa gas ovyo ovyo. Like she's talking badly to them. And thanks to Lola. Lola ndiye amepanda hii begu kwa mtoto. Because niliwaambia Lola is going to spoil this kid very, very, very much. She's gonna be rude. She's gonna be acting like I don't know what. So time ya kukula anawamwagilia tomato sauce, anawachafua, and they are like, what the hell is this? Mbona mtoto anatufanyia hivi? Anafanya vitu si za kawaida. Time ya kulala Frida akawasetia trap, wakaanguka. Frida aliwasetia trap, wakiingia kwa room wakateneza, bibi na bwana wakaangukiana. And Frida was like laughing. Wakasema nao hii nayo hatuwezi endelea. Shetani hata tujui tulitoa wapi. Mtoto sijui tumrudishe saa hii. Kesho tutangojea kesho kweli ifike. Lazima tumrudishe. Tuwezi kaa na mtoto. So the family surrendered. They gave up on Frida, and that was Lola's script. And all this time they were outside, Susan, Isaac na Lola wakichungulia Frida vituko zenye anafanya kwa nyumba. Frida ikaenda kumwambia, "Mom, it's done. They have already given up on me. It's night." Lola amerudi home. Amepata Nina amekaa kwa couch. Nina ako very stressed up. Ana rewind vitu zote zenye zinafanyika tangu atoke prison kwenda kwa Luanda, kupata picha za Sonia vile Luanda alimwambia jana, like he has always been there. Alikaa karibu na prison, ajaribu kumprotect kwa Sonia. Now here is Sonia's report that she was pregnant. Luanda alisema si yeye. And now Nina is trying to digest all that. Lola akakuja akamuuliza, "Sis, what's up? Mbona uko hivi? Mbona umekunja sura hivi? Mbona umejam? Mbona umekasirika?" Nina akamwambia, "You know what?
nilijua that Sonia alikufa akiwa na ball. Lola akamwambia we acha hizo. Kila mtu anajua Luanda anakupenda. Even you. Unaona vile una blink kuniangalia. I know very well you love Luanda. Na Luanda ni mtu anakupenda. Despite amefanya vitu mingi mbaya, amekuwa na revenge nini, haizi kucheat. He's a very straight man. And I agree with Lola. Luanda can never do something. Kumbuka alikuwa na Sonia, alikuwa na the ex girlfriend, na kuna kitu ashaifanya. So this one, I doubt Luanda hakufanya anything. Si Dylan akakuja akaona wasichana wake, they are getting along very well. He was very happy. Akambia Lola everything is set, na ata make sure everything, atafanya anything to make sure that Frida is back to the mansion, because asha organize kila kitu. Now there is this other part that hata jana wakutuonesha. Yesterday I told you about Zual's father and Sheila, but in Zari we don't see Sheila. Na kila part yenye Sheila ana play, that part is skipped. I don't know why. So kuna ile part niliwaambia jana about Zual, about Sheila going to Agi's house, convincing her to get married to Zual's father. We did not see that part, but we had a phone conversation about Mark and Zual. Zual akiambia Mark babake anafaa hakuja. That means Zual's father will be showing up in this episode. It is very annoying. Niliwaambia this old man is very very much annoying. Chenye kimemleta huku, anataka shikanishwe na Hagi, juu Hagi ako na mali, hamuoe, then Zual wachukue hiyo mali yote ya Hagi. So that's their plan all this time, and it will be just dramatic. Zual, Hagi, babake mzee, Mark. Kwanza Mark hapendi babake, cause yeye ni mlevi, and iski yenye anafanya Mark hashaanza kujitoa kwa hiyo kitu, cause Zual is very evil, very wicked and evil. Na sijui kama in your life you've ever met such a person. Now, Lucy, after kufukuzwa kwa mansion, pia anarudi tena kwa mansion, achukue nguo zake. Lily anamwambia, you don't even have to get inside the house. Nguo zako nishazipack. Anaziweka kwa polythene bag, anamrushia. Lucy anajam, anapigia Kenan simu. Kenan ako pale prison. Lucy anaambia Kenan madhambi yote yamefanywa pale kwa mansion. Kenan alikuwa amemwambia, call me only kama ni matter of life and death. Lucy akamwambia, yeah, it's matter of life and death. Akamwambia vile alijaribu kudungwa kisu na Susan, makofi alipigwa na Nina, threat zote zenye zilifanyika kwa mansion. Then akamwambia anajua location ya Nina wanaenda kotini. Now, to make the matter worse, kumwagilia kachumvi tu kwenye kidonda, akaambia Kenan, you know what? When Sonia died, she was pregnant. Alikuwa na ball. Ulikuwa una expect kamjukuu. And Kenan was mad. Kenan went crazy. He was bitter. Like, how could that happen? Yani Sonia alikufa na alikuwa na ball. It was very painful for Mr. Kenan Amani. Na yeye Luanda alienda kumit na Masha. Masha akampea report nyingine, akamwambia, nimekuwa nikifuatilia Sonia sana, social media yake, kila kitu yake, phone recording, text messages, and I came to realize that Sonia akiwa majuu alikuwa na boyfriend. So hii mimba si yako. Nilikwambia I trust you. So Luanda was like, nobody believed me. You know, Luanda said that he never touched that girl, and it's true. Mimba ya Sonia haikuwa ya Luanda. In fact, Sonia alikuwa anataka kuwekelea Luanda hii mimba. Alikuwa anataka kumwekelea. Because aliacha huko boyfriend huko, akakuja kwa Luanda. So all this time anajipendekeza kwa Luanda, anataka olewe. Alikuwa tu anajua kuna ball na hizi sema. That's why alikuwa anataka kumweka hapa. But kudos Luanda. You did the right thing. Haukuishika msichana.
hukumfanyia anything. That is something nice. And now Lwanda anaelekea kotini. Ni siku ya kesi ya Frida kuamuliwa kama Lola watachukua mtoto ama watapea mtu mwingine. So pale kotini everybody is there, Nina, Lola, Bien, kila mtu ako hapo. And they are still arguing there about chenye Lola ataenda kusema pale kotini. Lola tells Nina, in case hii koti iamua itanipea mtoto, wewe na Lwanda mnaweza adopt Frida kwa mtoto wenu. I want you to listen to that statement. Lola is here asking Nina to adopt Frida. Unaona vile iko ironical. Na Nina anamwambia nitamuadopt. I promise. Then wakiongea tu kidogo, nani anatokea? Frida anakuja na hug kila mtu. She's so happy to be reunited with the family because huko kwingine walisha succeed kuharibu maneno yeye na mamake. Anaenda ana hug Nina. Each time ana hug Nina, Ken anataka tu magoons wakuja kuua Nina. Lola anaona ujagili wa Kenan akikuja kudunga Nina, anakimbia. Kufika hapo anakula kisu. Na anakula kisu ingine. Lola anaanguka chini. And everybody is like, what's not happening? Hata court session haijaanza, hakuna kitu imeendelea, Lola ashadungwa. So ni pilika za kutafuta ambulance apeleke hospitali. Bien na Susan wamepanic. Susan anafeel kama yeye amedungwa, wanamweka kwa gari, wanampeleka hospitali. Like confusion everywhere because this one was not expected. This one came unexpected. It was a bad thing. Going to my comment section leo pale kwa my YouTube channel, one of my fans was like, hii series inaonyesha a lot of violence, watu kudungwa na kisu, kushutiwa na gun, like a lot of violence. It's a good series, but like they were like the violence is too much. It's too much. The script writer could have reduced such kind of violence, but we see at the same time Lola ajakuwa akifanya vitu vizuri. So it's a way of her paying for her sins. Because niliwaambia, anybody who tries to mess up with Nina or hurt her, she will face the consequences. I believe that Lola is paying for her sins dearly. Na last week niliwaambia, I'll be here updating you how people are going to suffer. Anybody who touches Nina, lazima kitamramba. You know, this knife was made for Nina, and who took it? Lola. Remember, wakati Lola alipata miscarriage, do you know walikuwa wanavutana na Lola na Nina ndio akaanguka chini akapata miscarriage. Because I'm 100% sure hii kitu ilikuwa ifanyikie Nina, then God said no, let the wicked suffer. Nina, you have suffered enough, this one no. But what did she do? After mtoto kuzaliwa sikakuja akaiba. So she's still paying for stealing nani? Frida. Because amedungiwa wapi? Mbele ya koti. Na hiyo ndio ilikuwa siku yake ya koti kusikiza kesi yake, arudishiwe mtoto ama anyang'anywe. What happened? She took that knife on behalf of Nina. Unakumbuka goons wa Kenan tena walikuja kushoot Nina pale kwa Marshall. Who took the bullet? Marshall. Not that Marshall was wicked, but it's a way of God protecting our Nina. Because Nina has really suffered. So Lola anapeleka hospitali and doctors attend her. Na they say that alidungwa ile side yenye halifanyiwa kidney transplant. Do you remember that story about kidney transplant? Yeah? Lola kuna wakati alikuwa na kidney failure, alafu akafanyiwa transplant. So that's the same spot that halidungwa. Now, what happened to this Kenan dog? Each time yote, Lwanda kumbe alikuwa ashakuja hapo, akaona chenye kili happen, akakibizana na huyo goon.
akaenda akamshika tu vizuri, akamwambia kuja hapa mwanaume, si unajifanyanga we ni mwanaume. Akijaribu kumdunga na yeye akamgonga, kisu ikaanguka, jamaa akaenda chini. Luanda akamkula mangumi mateke properly, vile ina deserve, vile inafaa. Na hii time yote imagine kulikuwa na makarao hapo na kushika huyu mtu, lakini Luanda alikimbia mpaka akamshika. Kudos Luanda, you saved the moment. Like hata kama huku save Lola, at least ulishika huyu mwizi, ulishika huyu guide wa Kenan. So police came wakamshika, but before that Luanda alikuwa amemfinya. Akamuuliza, nani alikwambia Nina na Lola wako kotini? Akasema ni Lucy aliambia Kenan Lola na Nina leo watakuwa kotini, so that's why Kenan sent me. And Luanda was like, oh my goodness, Lucy again. So all this time, si tukifikiria Lucy ni mtu mkubwa, ni mtu mzuri, ati alikuwa anapenda Dylan, bado she was working for Kenan. Kumbuka Kenan ni yeye alimleta hapa. Na all Lucy kitu alikuwa anataka ni wealth. She was very poor. Street whatever. Na kama kuna kitu ujuangi, Lucy was married and the husband was very violent. Alikuwa anamchapa nini. Ndio akapatana na Miriam akamconnect kwa nani? Kwa Kenan. Kenan akaua bwana ya Lucy mwenye alikuwa anamsumbua. Na that's why unaonanga wako close, because akijaribu kumess na Kenan pia atamwambia niliua bwanako on your behalf. I think hiyo story amjaipata. Lucy is also very very wicked. Alikuwa anajifanya msichana mzuri wakati mtoto wake alikuwa mgonjwa, Dylan akamshughulikia. And this is how she's paying back the family. Unasaidia mtu, then the following day anakugeuka. Amemess up hii familia kabisa. But Dylan, I hope you have learned your lesson. Cause ulifukuza Zanel. Zanel was way much better than this Lucifer you brought in the house. She was very ample, beautiful. The only thing alifanya ni kwenda kupata mtoto huko nje ukamfukuza. You could not even stand her. For 20 years ungependa Zanel. Harriet alikufa siku 3 kamreplace, ukaleta Lucy. Lucy akaribu kila kitu. So Dylan, don't repeat the same mistake again, because you are putting your family in lots of trouble. So guys, this marks the end of today's video. Please like, share, and if you have not subscribed, subscribe back to this YouTube channel. And thank you for the new followers. I welcome you, new subscribers. For those who have been watching my videos, God bless you. I love you more. Bye for now. Bye. Let's meet again in the next video. Bye. Okay, baby.